Elon Musk, bilionea wa teknolojia na mmiliki wa jukwaa la kijamii la X, zamani Twitter, ametangaza rasmi kuondoka kwake kama mfanyakazi maalum wa serikali ya Rais Donald Trump. Musk alikuwa na jukumu la kipekee serikalini, akiongoza juhudi za mageuzi kupitia idara ya ufanisi serikalini inayofahamika kama DOGE, Department of Government Efficiency. Mradi huu ulilenga kupunguza matumizi yasiyo ya lazima serikalini, kurahisisha taratibu na kubana matumizi ya serikali kuu, hatua ambazo tayari zimesababisha upungufu wa maelfu ya nafasi za ajira serikalini. Katika chapisho lake lililoweka jana Jumatano usiku kwenye akaunti yake ya X, Musk alimshukuru Rais Trump kwa fursa ya kipekee ya kuendesha mabadiliko ya kweli serikalini na akaeleza kuwa muda wake wa kuhudumu umetimia rasmi. Hata hivyo, tangazo hilo limekuja saa chache tu baada ya yeye kukosoa hadharani mswada mpya wa bajeti ambao uliwasilishwa na Ikulu, ambao unahusisha ongezeko la bajeti ya ulinzi na kufutwa kwa baadhi ya vizingiti vya kikodi kwa mabilionea, hatua alizozitaja kama kikwazo kikubwa kwa maadili ya ufanisi wa matumizi ya umma. Taarifa kutoka kwa msemaji wa Ikulu ilithibitisha kwa Musk alimaliza mkataba wake wa muda maalum kama mfanyakazi wa serikali na akasisitiza kuwa hatua hiyo ilikuwa imepangwa awali, ingawa wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaitazama kama mwitikio wa kisiasa kufuatia tofauti zake za hivi karibuni na Ikulu kuhusu mwelekeo wa kiuchumi wa taifa. Musk alikuwa ametajwa kama mfanyakazi maalum wa shirikisho, nafasi isiyo ya kawaida kwa raia kwa wafanyabiashara wa sekta binafsi, ambayo ilimtaka kuhudumu kwa siku 130 kila mwaka. Wakati wa utumishi wake, alisimamia tathmini ya matumizi ya zaidi ya taasisi 200 za serikali na kusimamia mipango ya kufunga au kuunganisha baadhi ya idara ambazo zilitambuliwa kuwa na matumizi yasiyo na tija au kazi zinazojirudia. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na ofisi ya DOGE, takriban wafanyakazi 260,000 kati ya wafanyakazi wa shirikisho wapatao milioni 2.3 wamepoteza kazi zao, huku wengine wakihamasishwa kuchukua mafao au kustaafu mapema au mikataba ya kuacha kazi kwa hiari. Hatua hii imezua mjadala mkali katika bunge na mahakama, ambapo majaji kadhaa wa shirikisho wameamuru baadhi ya waajiriwa kurejeshwa kazini, wakisema kuwa baadhi ya taratibu za kufukuza kazi zilikiuka sheria za kazi za serikali kuu. Musk alihitimisha ujumbe wake kwa kusema, "Najivunia kile tulichokifanikisha kupitia DOGE. Serikali inaweza kuwa na kasi ya teknolojia na uwajibikaji, na naamini mradi huu utaendelea kubeba maono hayo hata baada ya mimi kuondoka. Nashukuru wote waliochangia juhudi hizi, hasa Rais Donald Trump kwa kuamini uwezo wangu katika nafasi hii." Hatua ya Elon Musk kujitoa pamoja na maoni yake kuhusu bajeti mpya imeongeza hali ya sintofahamu juu ya hatima ya mpango wa DOGE, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya wabunge wa Republican na Democratic wamekuwa wakikosoa hatua hii kwa kupunguza ajira na huduma muhimu kwa umma. Hadi sasa Ikulu haijatoa taarifa rasmi juu ya nani atachukua nafasi ya Elon Musk au iwapo mwelekeo wa mradi wa DOGE utabadilika. Hata hivyo, wachambuzi wanaamini kuwa kuondoka kwa mtu mwenye ushawishi mkubwa kama Musk kunaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa mageuzi serikalini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.